niweke vizuri. Haleluya. Pasaka ni nini? Pasaka, zamani Agano la Kale kulikuwa na Pasaka. Tukisoma katika Agano la Kale tunaona inasema habari ya Pasaka. Tunaona wana wa Israeli walipokuwa wako utumwani kule Misri, Mungu anamwambia Musa, mchinje Pasaka. Alafu ile damu msinywe, muinyunyuzie kwenye miimo ya nyumba. Uweke pale hivi, uweke hivi. Musa anatii. Tutaenda kusoma andiko ili tuliweke vizuri, ili tuje tuone hii Pasaka sasa hivi imekaaje na ile ya mwanzo ilikuweje. Kwa sababu kwenye maandiko tunaona hata Bwana wetu Yesu Kristo, watu wa Mungu, akisherehekea Pasaka, lakini wakati anasherehekea anawaambia hii itakuwa ni ya mwisho, hii katika namna hii, kwa hali hii itakuwa ni ya mwisho. Kumbe alikuwa anaongea kwa habari ya yeye sasa kuja kuwa Pasaka. Sasa hebu tuende katika Agano la Kale, tufungue kile kitabu cha Kutoka 12. Kutoka 12:42. Neno linasema hivi: ni usiku wa kuangaliwa sana mbele ya Bwana. Naona mtoto nayo pako umeshuka. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapaswa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Hii ni siku ambayo Mungu alitaka kuwatoa wana wa Israeli utumwani. Bwana akawaambia Musa na Haruni amri ya Pasaka hii mtu mgeni asimle. Amri ya Pasaka hii mtu mgeni asimle. Yani asimle nani? Huyo kondoo. Lakini mtumishi wa Mungu awaye yote aliyenunuliwa kwa fedha, ukiisha kumtahiri ndipo hapo atamla. Yani atamla nani? Anasema atamla Pasaka. Kwa hiyo Pasaka ya mwanzo iliyokuwa inasemekana ni ya kondoo, mnyama, mwana kondoo. Kuna mahali wanaambiwa awe ni wa mwaka mmoja. Alitakiwa awe safi. Anaangaliwa siku 14 awe safi kwa ajili ya kutolewa nini? Sadaka. Pasaka hiyo ya kipindi hicho iliyokuwa ya kuchinja kondoo. Kondoo alikuwa akichinjwa, watu wanatakasika dhambi zao. Lakini sivyo ilivyo sasa. Hebu turudi hapo juu ili tuliweke hili la hapa mwanzo likae vizuri, kabla hatujaja Pasaka hii kwetu ambayo tunaikumbuka, ambayo sasa Yesu alimega mkate na sisi leo tutamega mkate. Akachukua divai na sisi leo tutachukua divai kwa kumbukumbu lake. Maana ndivyo alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka 12:3 inasema, semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atamtoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na amtoe mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu. Kwa kadiri ya ulaji kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana hila. Yaani mwanakondoo aliye safi, sio umemwiba mahali unaenda kumtoa sadaka. Awe safi, kazi ya mikono yako. Mwanakondoo wenu atakuwa hana hila. Mume wa mwaka mmoja, yani wa kiume, mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watamtoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katikati ya kizingiti cha juu, kizingiti kile cha juu, na katikati ya zile na katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule imeokwa motoni. Anasema sio ya kuchemsha, ni ya kuokwa, ya kuchomwa, pamoja na mkate usiotiwa nini? Chachu, tena pamoja na mboga zenye
uchungu, msile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Ndivyo walivyopewa maelekezo jinsi ya kwenda kumla nini? Kumla Pasaka, tuliposoma pale 42 sasa katika sura hii ambayo imesema kwa habari ya nini? Kwa habari ya kwenda kumla huyo Pasaka. Sasa Bwana akawaambia Musa na Haruni, amri ya Pasaka hii mtu mgeni asimle. Akiongea habari ya Pasaka. Kwa hiyo kumbe Pasaka haiji tu hapa baada ya Yesu Kristo, Pasaka ilikuwepo. Sasa hebu twende tukasome kwenye kile kitabu cha Luka, tuone Pasaka aliyosherehekea Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa ni namna gani. Aliishi agano la kale, na katika lile agano la kale kulikuwa na sheria. Yesu Kristo aliishi kipindi hicho cha sheria cha agano la kale, na alitii sheria zote za kipindi kile alizokuwa amepewa mtumishi wa Mungu Musa, na wazazi wake walitekeleza hata akiwa mdogo yale yote yaliyopaswa kufanyika, hata sawasawa na kile ambacho walikuwa wakikifanya Wayahudi. Sasa twende tukafungua hicho kitabu cha Luka 22. Luka 22 mstari wa 15. Luka 22 mstari wa 15. Akawaambia, nimetamani sana kulia Pasaka hii pamoja nani kabla ya kuteswa kwangu. Akawaambia, nimetamani sana kulia Pasaka hii pamoja nani kabla ya kuteswa kwangu. Kumbe Pasaka nao jamani ilikuwepo kipindi hicho. Kwa maana nawaambia kwamba si tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akisema jinsi atakavyoondoka. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, toeni hiki mgawanye nyinyi kwa nyinyi. Maana nawaambia kwamba tangu sasa sini mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, kama sisi tulivyo na mkate hapa leo. Akatoa mkate, neno nasema akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akisema, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Akatoa mkate, akisema ni mwili wake, na ndivyo watakavyoula kwa ukumbusho wake. Na siku ya leo, siku hii ya Pasaka, na sisi tutachukua mwili huu. Ndio mwili wa nani jamani? Kwa kukumbuka, kwa imani yetu tulionao katika Kristo, kwa kazi aliyoifanya msalabani. Na utakapoenda kushiriki mkate huu, amini kabisa unamshiriki Kristo. Kristo anaingia ndani yako tena kwa upya, unamla Kristo. Tutakapoenda kushiriki divai hii, uone kwamba unakunywa damu ya Yesu Kristo. Neno linasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo unapokunywa ile damu ya Yesu Kristo ambayo ni divai, tumeiombea kwa imani, hatunywi divai tena, tunakunywa damu ya Yesu Kristo aliyosema kwa ukumbusho wake, kwa upatanisho wetu sisi na Mungu kupitia Kristo Yesu. Akasema kikombe nacho hivyo hivyo. Baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Anaambia wanafunzi wake kwamba damu yangu itamwagika kwa ajili yenu. Wala tazama, mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani. Kulikuwa na mtu mezani pale anasikiliza, lakini Yesu anasema huyo ndiye atakayenisaliti. Sasa hapo tunaona Yesu akiongelea nini jamani? Akiongelea Pasaka, akishiriki Pasaka. Na Pasaka alikuwa akichinjwa mwana kondoo siku ya Pasaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Lakini sasa twende kwenye agano letu sasa, agano jipya. Pasaka hii tunayosherehekea leo, tunayokumbuka leo, imekaaje? Fungua kile kitabu cha Mathayo 20. Asante Bwana Yesu. Bwana Yesu anasema alikuja kuitoa nafsi yake iwe fidia kwa ajili ya watu wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi za watu wa Mungu. Na hii na imekaaje? Ni kwa sababu kulikuwa na kosa lilifanyika. Adamu wa kwanza alifanya kosa. Mungu alimuumba, akamweka kwenye bustani ya Eden,
akamwambia ishi hivi, ishi hivi. Lakini Musa Adam akafanya kosa, na lile kosa likanajisi watu wote. Mungu likawa machukizo mbele za Mungu. Lakini Mungu akafanya jambo jipya, akamleta Bwana wetu Yesu Kristo duniani ili kwamba tuweze kutakasika, aweze kutupatanisha tena sisi na yeye Mungu wetu na baba yetu. Wakati ule wa Adamu alipokosea, nyoka alipomdanganya Hawa, shetani alipata nguvu. Na ndio maana anasema Mungu wa ulimwengu huu, kwa sababu alipata nguvu mahali fulani. Lakini Yesu Kristo alichokifanya msalabani, neno linasema alishuka kuzimu, akamnyang'anya funguo. Alishuka kuzimu. Kitendo kile kilitufanya sisi tumeshinda mauti. Akasema anazo funguo za uzima na mauti. Ndio maana sisi hatufi, tunalala, tunahamishwa, tuna uzima wa milele, hatupotei. Aliposhuka kule kuzimu, watu waliokuwa wamekufa, anasema walifufuka. Wengine walifufuka wakaanza kuonekana, wakitembea, wakipita. Pale msalabani, neno nasema pazia la hekalu likapasuka katikati. Zamani kuna mahali walikuwa wanapaita patakatifu pa patakatifu. Hapo ili uende hapo, ulikuwa unabidi ujitakase, wewe umechinja ndio uweze kuingia pale kwenye lile hekalu kwenda kufanya ibada. Tunamwona Zekaria aliyekuja kumzaa Yohana Mbatizaji akiingia kwenye ile hekalu. Lakini sasa hivi tunaweza kuingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Tunaweza kumuita Mungu Aba, Baba. Mungu akituangalia anaona damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili ya ukombozi, anatusamehe, anatusikia, anatujibu. Tunarithi baraka sawa sawa na watoto wa Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu, ndio maana kila mtu mwenye mwili anahitaji neema hii ya ukombozi aliyoileta Yesu Kristo, aokolewe, amfanye Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na neno linasema akiamini na kukiri ataokolewa. Je, umeshaamini? Umeshakiri Yesu yuko ndani yako? Umeshaokolewa? Unajua mimi nimeokolewa na Kristo? Una uhakika au kuna mahali ulirudi nyuma? Au kuna wakati hujui kama hata nimeokoka au sijaokoka? Sijui hata nimeshaokoka, sijaokoka, hata sina uhakika. Hakikisha Yesu yuko wapi jamani? Moyoni. Na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo haikumwagika kwa ajili ya wenye dhambi. Ilimwagika kwa ajili ya wenye makosa, ya wenye dhambi. Haikumwagika kwa ajili ya watu wema. Ilimwagika kwa ajili ya wenye dhambi, ili wapate utakaso, ili wapate haki mbele za Mungu. Na sisi tuliomwamini Kristo basi tumefanyika wenye haki mbele za Mungu kwa damu ya Bwana Yesu Kristo iliyofanyika ukombozi kwenye maisha ya Kristo. Kristo amekuja, yeye ndiyo njia ya kumwona Mungu. Na pasipo Kristo sasa hakuna ondoleo la dhambi. Pasipo mwana kondoo huyu Yesu Kristo kwa leo kwa kizazi chetu hakuna ondoleo la dhambi. Sio mama yetu utachukua ile kuku wako pale, unaenda kumchinja pale, unasema jamani ninachinja, unasema leteni mbuzi, nimefanya kosa jamani, nimekosea, leteni kondoo kule tuchinje nisamewe dhambi zangu. Hapana. Au sijui ninaenda kutoa maburukutu nije niweke hapo nisamewe dhambi zangu. Aliyechinjwa mwanakondoo Yesu Kristo alichinjwa mara moja na ondoleo la dhambi likafanyika. Na sasa ukijua hilo, ukatubu makosa yako, ukatubu maovu yako, ukatubu kwa kumaanisha, ukamwambia Bwana Yesu nimekosa, ukamkaribisha ndani ya moyo wako, akakaa ndani yako, wewe ni mwenye haki mbele za Mungu. Hatufanyi nini jamani? Hatuchinji tena mnyama, lakini damu imemwagika, na damu ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya kutakasa dhambi za wanadamu. Basi kisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, uwe safi mtoto wa Mungu, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo. Hamkutiwa chachu kutokana na hiki sasa tunacho, kwa maana Pasaka wenu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Yesu Kristo.
ikatolewa sadaka kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Hebu mwambie asante Bwana Yesu kwa kunisamehe dhambi zangu. Asante Bwana Yesu kwa utakaso. Asante Bwana Yesu kwa kazi ya msalaba. Haleluya. Hebu tuende Waebrania 5:9-15. Ninapenda kwenda na maandiko. Waebrania 9:15 inasema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya. Nani? Yesu Kristo ni mjumbe wa agano jipya. Mauti ikiisha kufanyika kwa kukombolewa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, ile dhambi ya asili walioifanya baba zetu wakina Ibrahimu, wakina Adamu, alioifanya Adamu wa kwanza. Anasema akiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyo chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyeifanya. Kwa hiyo ili agano jipya ndilo kule Yesu Kristo kufa na kuzikwa na kufufuka siku ya tatu, ndicho kilichotuletea nini jamani? Ukombozi. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa ikiwa yu hai yeye aliyelifanya. Ndio maana huko nyuma sasa walikuwa wanamchukua yule kondoo, wanamchinja ili kutoa ile damu yake ifanyike ukombozi, lakini waweze kutakasika. Lakini hapa tunaambiwa kwamba sasa Yesu Kristo, yani kazi Mungu aliwaza, akaamua kumtoa mwanae wa pekee kabisa, akasema sio mnyama tena, likawa na nguvu kubwa kabisa. Anasema kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Alikuanza pasipo damu. Maana akila amri alipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamriwa sheria, alitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji ya sufi nyekundu na hisopu, akanyunyizia kitabu chenyewe na watu wote, akisema hii ni damu ya agano mliloamriwa na Mungu. Kama leo tunavyoweza kushika divai hii tukasema hii ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, inayoondoa na kutakasa dhambi zetu. Na ile hema nayo vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu hivyo ili viwe safi. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Unaona sasa hii pasipo kumwaga damu, anasema hakuna ondoleo la damu. Kwa hiyo kumbe damu inasimama mbele za Mungu kwa ajili yetu ya Yesu Kristo, ili sisi tusamehewe. Kwa hiyo tunamhitaji everyone anamhitaji Yesu Kristo. We need Jesus kwa maisha yetu. Tunamhitaji Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu hakuna mwanadamu atasimama aseme mimi kwa nguvu zangu nimeweza kusimama nikashinda kila kitu pasipo Yesu Kristo. Ni muongo, tena ni kufuru, kwa sababu aliyetushindia ni Bwana wetu Yesu Kristo tunayemsoma leo. Sasa siku ya leo kuna tukio la baraka sana ambalo litatokea, na tukio hili basi tulisoma ile Ijumaa, ilikuwa ni ibada kuu sana hapa. Yaani I wish watu wote tungekuwepo. Tulizika kila uharibifu kwenye maisha yetu, tulizika magonjwa pamoja na Kristo. Tulikuwa tunakumbuka kuzikwa kwake Kristo, tukazika magonjwa, tukazika dhiki, tukazika hali zote zilizokuwa ni za kurithi kutoka vizazi na vizazi. Tukasoma story moja kwenye Mathayo 22. Mtu mmoja anamwambia Yesu, nyumbani kwetu kulikuwa na mtu na kaka yetu ambaye alioa akafa bila kupata uzao. Na Musa alikuwa ametuambia kama mtu akifa kwenye familia, ndugu akifa, ndugu yake anaweza kumchukua huyo mwanamke akamzalia ndugu yake. Lakini ndugu 7 wote walipomgusa yule mwanamke tu ili wapate uzao walikufa. Wa kwanza alipokufa, wa pili akasema ngoja nikampatie ndugu yangu uzao, naye akafa. Wa tatu alipokufa akasema ngoja nikampatie ndugu yangu uzao, naye akafa. Wakafa wote 7 na mwisho yule mwanamke akafa na uzao haukupatikana. Tukasema katika familia kama kuna kitu chochote
kwenye familia kutafuna, kutokufanikiwa, kitaleta hali ya magonjwa ya kurithi, mapresha, sukari, magonjwa yote. Tukazika pamoja na Kristo kwa kukula, kukumbuka kuzikwa kwake. Ilikuwa ni tukio la baraka sana. Na hata leo, hata wewe ambao huweza kufika, taabu yote unayopita, mateso yote uliyopita, tunayazika pamoja na Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ikafufue kila kilichokufa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Upendo uliokufa ukafufuke kwa jina la Yesu. Mlipendana vizuri, kulikuwa na mshikamano vizuri, kulikuwa na hali ya kufahana vizuri, lakini adui alipopata nafasi, machozi yamekuja. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hiyo nguvu iliyofufua Yesu Kristo pale kaburini alipokuwa ameweka rika ya masanta ya monte, hii ni peti ninaongea. Oh Jesus, my Lord, my God. Pale ambapo Yesu Kristo alizikwa, akawekewa jiwe juu yake, akasema ya wanadamu wale waliomsulubisha wakasema, wacha tuweke hili jiwe ili asiweze kuondolewa mahali hapo. Lakini malaika alipokuja aliviringisha lile jiwe na Yesu akatoka mzima. Oh, neno linasema akapaa, oh Jesus, my Lord, my God. Ndio hiyo kazi ya msalaba. Ndivyo Yesu alivyofufuka siku baada ya siku ya tatu. Wanaenda wale wanafunzi, wanachungulia, wanakutana na malaika. Malaika anaambia, mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu. Kwa nini mnatafuta aliye hai katikati ya Bwana wetu Yesu Kristo? Yu hai, watu wa Mungu. Yu hai, hayuko tena kaburini. Yu hai. Naye ametupa uhai katika Mungu kwenye maisha yetu. Kristo Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaenda kupokea hiyo nguvu. Hii nguvu, kuna mahali hii nguvu ya ufufuo ambayo ilimtoa Yesu kule kaburini, akatoka na watu wengine wakafufuka pamoja naye, wakaonekana duniani. Waliokuwa wamekufa wakazikwa. Hata kama ulikuwa umeungua moto, ulinumbukia siba, mwili wako haukuonekana, lakini walikuja wakavaa mwili, wakaingia, wakaonekana katika hali ya kawaida, kutokana na ile kazi ya msalaba iliyofanyika msalaba. Kwa hiyo hapa anasema, kwa maana watoto wa tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuanza. Tutaenda kupokea hiyo nguvu. Unatamani kwenye maisha yako uzalishe kitu gani? Ni biashara unataka kuizalisha? Mmeng'ang'ana kwenye kizazi na kizazi, kwenye familia mmeng'ang'ana, mmejitahidi, lakini haikuwezekana kushinda hayo magonjwa. Baba akafa, baba akafa, mtoto akafa, na mjukuu huko, ugonjwa huo upo. Leo hii, mtu wa Mungu, iko nguvu ya kushinda katika jina la Yesu. Sasa hebu tukafungue kile kitabu cha mstari wa 40. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Kwa hiyo siku ya leo tunashiriki mwili wa Bwana na damu ya Bwana kwa imani, kwa kuamini. Na katika kuamini Mungu sasa tutauona utukufu wa Mungu ndani yetu. Kama ni magonjwa, amini kwamba kwa kushiriki damu hii ya Yesu Kristo, magonjwa yangu yanadhoofika, yanapotea kwenye mwili wangu. Kwa kushiriki kwake mwili wa Yesu Kristo, ninapata nguvu kwenye maisha yangu. Na baada ya hapo tutaenda kuomba, tutaenda kuachilia nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Upokee hii nguvu ambayo itakuwezesha kufanya vitu vikubwa kwa utukufu wa Mungu. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Kumbe kulikuwa pia na jiwe hapa lililowekwa kwenye kaburi la Lazaro, lakini Yesu akaliondoa hilo jiwe. Kama kuna jiwe lolote limewekwa pale unapofanya kazi, limewekwa kwenye kizazi chako na watu wenye nia mbaya na familia zenu, hilo jiwe litaondoka kwa jina la Yesu, litaviringishwa kwa jina la Yesu. Hebu sema, liviringishwe kwa jina la Yesu, liondoke kwa jina la Yesu. Hilo limekamata elimu, liondoke kwa jina la Yesu. Hilo limekamata ndoa, liondoke kwa jina la Yesu. Hilo limekamata uchumi, liondoke kwa jina la Yesu. Hilo zindiko lililokamata uchumi
akainua macho yake juu, akasema, Baba nakushukuru. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na imani, tuwe na moyo wa shukrani tunaposhiriki. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu waliohudhuria na nisema haya ili wapate kusadiki ya kwamba ndivyo uliyenituma. Na akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa. Ni kwa neno tu Yesu aliongea, kama kwa neno tu hivi la Mungu ambalo tunasema kwamba utakaposhiriki, amini kwamba udhaifu wote umeondoka kwenye mwili, lakini vile vitu ambavyo vimekufunga mahali popote vinaondoka. Anasema Lazaro alikuwa amefungwa sana, amefungwa sana miguuni. Sijui nini kimefunga miguu yako, na mikononi sijui nini kimefunga mikono yako, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, fungueni mkamwache aende zake. Leo hakuna kitakachokushikilia kwa jina la Yesu. Kwa imani ya ukombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa imani hii tuliona, tutaenda kupakata vile ambavyo Mungu ametukusudia kwa utukufu wake. Thank you for Jesus. 24 mstari ule wa 20 mstari, yani Luka yote tusome, yani wiki inayoanza watu wa Mungu tutembee na kitabu kile cha Luka 24 yote. Luka mlango wa 24. Hata siku nitasoma hapo kwa haraka, alafu tutaingia kwenye kitu kingine. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile kaburi wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Hapa tunasoma kwa habari jinsi gani ilivyotokea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Malaika hao wamekaa pembeni ya kaburi la Yesu. Wao waliweka walinzi wao, wakaweka na mawe, lakini malaika wakaja. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliowaambia, kwa nini mnatafuta aliye hai katikati ya wafu? Malaika wanawauliza, hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa angaliko Galilaya, akasema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Akayakumbuka maneno yake. Wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao Mariamu Magdalena, hao wanawake sasa ambao walitumika na Bwana wetu Yesu Kristo kwa mali zao, kwa nguvu zao zote, wakienenda naye katika Injili, na Yohana na Mariamu mama Yakobo na wale wanawake wengine walikuwa pamoja nao. Na hao waliowaambia mitume habari ya mambo haya, maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakusadiki. Lakini Petro aliondoka, akaenda mbio hata kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake, akastaajabu bia yaliyotukia. Yesu alisema sana kwamba siku ya tatu, alisema siku ya tatu. Alikuwa anaongea sana na wao, lakini angalia, hawakuelewa, wanashangaa. Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lao Emau, kilichokuwa mbali ya Yerusalemu katika mwendo wa masaa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza, wakaulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao. Yesu akawatokea. Yesu baada ya kufufuka alianza kutokea wanafunzi wake. Sehemu nyingine walimtambua, sehemu nyingine ikawa ngumu sana kumtambua. Kwa hiyo hapo wakati watu wanasemezana habari zilizotokea, hamjasikia Kristo, hamjasikia Yesu aliyewekwa msalabani, akazikwa, siku ya tatu amefufuka, mmesikia hizo habari, alikuwa amesema mambo hayo. Yesu naye akatokea. Akajibu mmoja wao, jina lake kwanza, mstari wa 17, akawaambia, ni maneno gani hayo mnayosema hivi mnavyotembea? Akasimama wamekunja nyuso zao. Yaani wanashangaa, huyu mtu, yaani yeye hajasikia habari ya kusisimua iliyotokea inayosema kuna mtu amefufuka, hajaisikia yeye. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako huu mgeni katika Yerusalemu hata ujui yaliyotokea humu siku hizi? Akawauliza, mambo gani
gani? Wakamwambia mambo ya Yesu Nazareti aliyekuwa mtu nabii. Sasa wanamsema waziwazi alikuwa nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na za watu. Wanaanza kuachilia sifa zake. Unajua ni rahisi sana mtu akishaondoka watu wanasemaga sifa zake. Akiwa hai wetu walimpinga. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha, nasi tulikuwa tukitumainia ya kuwa yeye ndiye atakaye kukomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo siku ya 3 tangu yalipotokea mambo hayo, tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha. Walikwenda kaburini asubuhi na mapema. Hapo ndipo mwanamke alipopata nguvu ya kuhubiri Injili. Maana aliambiwa, nenda ukawaambie wasione mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine walikuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona hivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu. Yesu sasa anaanza kusema nao. Wao wanaona ni mtu tu. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Kwa sababu nabii Isaya alitabiri, manabii wa nyuma walitabiri ujio wa Kristo. Akasema, je, haikumpasa Yesu kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Yesu amefufuka na anaingia, anaanza kuhubiri tena. Kabla ya wale wanafunzi, maana wanafunzi waliambiwa atawatokea wanafunzi, atawaambia msitoke la mpaka pale nitakapowatokea kule Yerusalemu. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa kienda, naye alifanya kama anataka kwenda mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekucha na mchana umekwisha kuingia ndani. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, akatoa mkate. Maana Yesu anaonekana alikuwa desturi ya kutoa mkate. Akaubariki, akaumega kama tunavyoenda kuubariki na kuumega, kumpa kila mmoja. Akaubariki, akaumega. Anasema alipokwisha kufanya hivyo, alivyowapatia tu ule mkate, macho yao yakafumbuka. Macho yako ya kiroho yakafumbuke kwa jina la Yesu. Unapokunywa damu ya Yesu leo na kula mwili wa Yesu Kristo leo, hayo macho yako yakafumbuke, ukaweze kujua ukuu wa Mungu na uweza wa Mungu, uweze kuona matukufu ya Mungu. Unajua tunaposema ile vision yako ikifunguka, yani sight, niliwekeje, lakini kama ufahamu wako ukifunguka, kuna vitu wengine hawawezi kuviona lakini wewe unaweza kuviona. Kuna mahali utaenda watu wanaona kila kitu kiko sawa, lakini wewe kutokana na ufahamu ulio mkubwa unaweza ukaona kwamba kuna tatizo hapa, linatakiwa solution. Kwa hiyo Mungu akakupa ufahamu mkubwa unapoenda kushiriki. Akawaambia, je, mioyo haikuwaka? Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapa alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile. Macho yameshafunguka sasa. Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta watu 11, yaani wale wanafunzi. Wanakuwa 11 kwa sababu yule mmoja alimsaliti, Yuda alimsaliti. Na akahukumiwa ndani yake, akaenda kujinyonga. Unajua Yuda bwana, yeye Yuda alikuwa anamwamini Yesu. Sio kwamba alikuwa anamwamini Yesu, alikuwa anamwamini. Na anajua kwamba acha nichukue hivi vipande vyao 30 wanavyonishawishi navyo, lakini Yesu atamweza. Yesu amefanya miujiza yote ile, watamwezea wapi? Hawawezi kumweza huyu bwana mkubwa huyu. Mimi nachukua vipande vyangu naweka hapa na mwambia yule pale, lakini hawataweza kumfanya chochote kwa sababu yule ni Bwana. Sasa kumbe asijue kuna tukio lingine ambalo lazima anywe kikombe na lazima aende msalabani, na yeye ndiye anayehusika. Alivyokuja kuangalia akaona Yesu hajitetei. Petro anajaribu kumpiga yule anayemshika sikio. Yesu anamwambia, wewe sio mambo ya mwilini hapa. Anarudishia sikio, wanamshika, wanaanza kumfunga, wanampiga mijeleji, wanaanza kumtesa. Akahukumiwa ndani yake, akasema hivi vipande 30 ni takataka gani? Akachukua, akavikataa, akakimbia, akazidi kuhukumiwa, nimemsaliti Bwana. Yaani nimeenda kumsaliti, yaani kweli mimi nifikiria atajitetea. Yaani akaenda akalinyonga.
lakini yeye alimsikiliza Yesu na alikuwa anamwamini. Lakini yeye kwa sababu ya tamaa ya hela, alikuwa anapenda hela, alikuwa anabeba mkoba na anataka mkoba saa zote huwa na hela, anasema wavilete hivyo vipande hapa waone kama watamweza. Kumbe anafikiri ni movie hapa, kumbe asibili kweli. Kwa hiyo ikaishia. Ndio maana wanasema ile Yuda ile ilikuwa ni kama ni kazi, ni assignment ili kwamba Yesu aendelee msalaba. Kwa hiyo unaweza kusema Yuda yuko motoni, yuko wapi, lakini huwezi kujua mambo ya Mungu yakihusika. Shida kubwa ya Yuda mimi ninayoiona ni kile kitendo cha kwenda kujiua. Mwenzake alimkana, lakini akahukumiwa jogoo alipowika, naye akahukumiwa, akalia, akasema nimefanya nini? Lakini yeye akasamehewa na akaendelea na alifanya kazi kweli kweli. Yamkini Yuda asingeenda kujiua, na yeye akatubwa, akaja akaanguka, akajitupa pale, akatubwa, akalia. Yamkini na yeye ungekuta yuko bado na wanafunzi na alifanya kazi fulani na angesema kitu fulani. Lakini ikawa hivyo kwa sababu ya kujua kwake. Siku zote usikate tamaa, ukaishia kuishiria mbali kama Yuda. Yuda akakosea kwa akamwambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Yesu atateswa na kufufuka siku ya tatu, ya kwamba mataifa yote watahubiri kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Na sisi ndio tunahubiri sasa katika kizazi chetu. Tumeambiwa tuhubiri habari njema kwa habari ya ondoleo la dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo. Kwanza tangu sasa wanafunzi wakaenda wakihubiri, tubuni na kubatizwa. Na sisi hapa tuko kumfunua Yesu Kristo kwa ajili ya kuacha dhambi na makosa, kumpokea muondolewe dhambi. Nani ndinyi mashahidi wa mambo hayo. Natazama na waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki akajitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Hebu sema akachukuliwa juu mbinguni. Nani huyo alichukuliwa juu mbinguni? Wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Huzuni yao ikageuka kuwa nini? Furaha. Huzuni yako ikageuka kuwa furaha kwa jina la Yesu, kwa sababu Bwana wa yote yuko ndani yako. Nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu na kumwabudu. Mahali pengine wanasema pia kwa kuumega mkate, kwa kushiriki na kukumbuka kile alichokifanya Yesu Kristo msalabani. Kristo Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Haleluya. Simama pale ulipo. Thank you Lord Jesus. Asante Mungu usiyeshindwa. Bwana Yesu tunakupenda sana. Kama unajua ndani ya moyo wako kuna jinsi, yani una uhakika Yesu yupo, Yesu hayupo, au uliokoka zamani ukarudi nyuma, au bado hujamkiri kabisa ile kumkiri kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukahakikisha ameingia, amekaa, na ukaamua kuanza safari yako upya siku ya leo, na wakati unapoenda kushiriki, ninataka useme na mimi hivi. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mkono juu. Alafu ushike moyo wako. Asante Bwana Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kazi ya msalaba. Karibu ndani yangu. Ninakupokea tena kwa upya. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unitakase. Ninaomba uoshe dhambi zangu. Karibu Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakushukuru Bwana Yesu. Asante Mwokozi wangu. Amen. Amini Yesu ameingia ndani. Amini umeokolewa. Amini wewe ni kiumbe kipya katika